Online TV. Madaraja haya yote matatu ndio maana hapa tuko na mkoa wa wilaya ya Ilala, kwa sababu linaunganisha Ilala, inaunganisha Kinondoni, inaunganisha Ubungo na inaunganisha pia maeneo mengineyo. Madaraja mengine yote yatajengwa kwa mwaka mmoja, kabla mwaka mmoja, kama miezi 10, kwa maana siku 300. Daraja ile la Kigogo pamoja na daraja la Mkwajuni. Daraja la Kigogo itajengwa kwa si chini ya bilioni 17. Wakati daraja hili la Mkwajuni itajengwa kwa si chini ya bilioni 11. Madaraja haya ndugu zangu ni mwendelezo wa madaraja makubwa ambayo ni kielelezo cha taifa letu yaliyojengwa. Wiki iliyopita mliona Mheshimiwa Rais alikuwa mgeni rasmi katika kuzindua daraja kubwa pale Mwanza. Daraja linalounganisha mikoa na nchi zingine zote za Afrika Mashariki kwa ukanda ule. Ni daraja kubwa lenye urefu wa kilomita 3.6. Daraja lenye nguzo 67. Daraja lenye nguzo kubwa 3 ambazo zina ile kitu mnaita zile kamba ambazo ndio zinabeba mzigo wa daraja. Tunaita cable stayed bridge. Na ambalo daraja nguzo moja kwenda nguzo nyingine ni mita 160 span. Maana yake ni sawa na kusemaje? Kwamba lile daraja la Kigogo linatengenezwa kwa mita 50. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ukienda ile daraja pale Mwanza, mita 160 hazina nguzo katikati. Maana yake limepita zege tu juu ambalo limejengwa kwa ustadi mkubwa sana. Na limekuwa msingi wake umetengenezwa kwa piles ambazo zimejengwa kwa ubora mkubwa mno, kwa simenti, zege, mchanga yenye grade 60. Sasa ndugu zangu, tunapozungumzia ubora madaraja haya, kilio kikubwa kwa wana Dar es Salaam kilikuwa kwa nini tunafunga barabara nyakati za mvua? Kwa nini barabara zinajaa maji wakati wa mvua? Sasa mwarobaini unapatikana sasa. Kwa hiyo niendelee kualika tena zaidi kwamba Mheshimiwa Ulega atakapofika ndani ya mkoa wetu kwenye madaraja haya, basi tutapata taarifa nzuri ya kina pamoja na maelekezo mengineyo katika Wizara ya Ujenzi kwa mameneja hawa. Lakini sisi kwetu kama mimi mkuu wa wilaya, sisi tunaongoza Watanzania ambao ndio wanapiga kelele na kulia nyakati zote. Matatizo yao yakiwa solved, mimi na wenzangu tunasinzia vizuri. Lakini leo matatizo yao yakiwa hayako solved, tunapata matatizo makubwa. Kwa ile kauli ya no election, no reforms, no reforms, no election, ina maana kwamba reform mojawapo ni kuhakikisha Watanzania wanakuwa na barabara ambazo hazifungwi masaa 24. Na reform mojawapo ni kujenga madaraja. Reform mojawapo ni kujenga vituo vya afya. Reform mojawapo ni kujenga shule. Reform mojawapo ni kusaidia Watanzania ili adha zao na matatizo yao yakiwa solved. Hiyo ni reform moja kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Reform ya kweli ni kuona daraja linatengenezwa hapa. Hiyo ndio reform ya kweli. Kwa mimi ukiniuliza reform maana yake nini? Anza kujenga daraja ili uchaguzi uweze kuendelea vizuri. Anza kujenga barabara, uchaguzi ufanyike vizuri. Linda mji wako uwe na amani, uchaguzi uwe mzuri. Hiyo ndio maana nzuri ya reforms. Kwa hiyo ndugu zangu wa Dar es Salaam na wakandarasi wote mlioko hapa, mmepewa dhamana ya kutengeneza madaraja haya. Mjue kwamba hatutengenezi kwa sababu mwaka huu tuna uchaguzi. Tunatengeneza kwa sababu mambo hayo yalishakuwepo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunatengeneza kwa sababu Watanzania wamelipa kodi na sasa Mheshimiwa Rais ameona kwenye chungu kuna pesa zianze kutengeneza miradi ya maendeleo. Hatujengi kwa sababu kuna pressure ya aina yoyote ambayo inatisha mahali popote. Pressure ya kweli inatoka kwa Watanzania kuhusiana na adha ya usafiri ambayo imekuwepo kwa muda mrefu. Kwa wakandarasi, kafanyeni kazi vizuri. Mheshimiwa Waziri wetu atakuja kutukabidhi sisi hizi site, na kwamba sisi ndio tu wasimamizi wa hizi sites. Zitakapokuwa zimesha kuja vizuri mikononi mwetu, kwa kweli jiandaeni. Sitaona sababu ya ninyi kulala wakati kuna mwanga wa kufanya biashara, wa kufanya kazi saa 24. Kwa hiyo jiandaeni kufanya kazi saa 24 ili Watanzania wa Dar es Salaam, hii barabara inaunganisha mikoa mingi ya kanda kaskazini mashariki kote. Ikifungwa hii barabara, soko la Kariakoo halifanye kazi. Lakini jambo langu jingine kwa mkuu wa wilaya, kwa kuwa yuko hapa na meneja wa mkoa. Meneja, mimi mkuu wa wilaya unafahamu na umefanya kazi nzuri sana kwenye Chama cha Mapinduzi. Miaka ya nyuma nakumbuka tulikuwa tunafanyia mikutano yetu hapa. Sasa mimi nikuagize wewe mkuu wa wilaya,
kwamba tunataka ile asili ya mikutano ya Jangwani yenye vibe ile irudi tena hapa. Kwa hao kandarasi walioko hapa, moja CSR yao iwe ni kuhakikisha wanatusaidia kufungua mamifereji yaliyoko hapa, ili mkutano wa kwanza tuuone unakuja kufanyikia mwaka huu hapa Jangwani. Kwa hiyo meneja wa TANROADS mtasaidiana vizuri sana na mheshimiwa mkuu wa wilaya na viongozi na wale mainjinia walioko kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa, tuone namna ya kuanza kufungua uwanja wetu huu uanze kutumika kwa ajili ya mikutano. Hataki mikutano iende vichochoroni. Tunataka mikutano iwe maeneo ya wazi, ili kama kuna mtu anataka kufanya ile kinaitwa kupachafua, tunakuwa tunamuona vizuri ili tuweze kumsafisha kabla yeye hajachafua. Hiyo ndio jambo la msingi. Viwanja vikiwa safi, eneo la wazi, eneo kubwa, kwanza usalama unakuwa mzuri kwa watu wetu na mambo mengine pia yanakuwa mazuri kwa watu wetu. Kwa kazi hiyo meneja, mtapita na mkuu wa wilaya, mnatazama, mnakuwa na proposal nzuri ili baadaye sasa viwanja hivi viendelee kutumika kwa kazi hiyo. Hapa tumeangalia huu mradi wa bilioni karibu 97 wamepata wa China, sio kwa sababu ya rangi zao. Wamepata kwa sababu ya uwezo walionao kiteknolojia wa kujenga daraja hili. Hii naomba lieleweke vizuri. Sio kwa sababu ya rangi zao. Kinachompa mtu mradi sio rangi, ni uwezo wa kampuni. Tunataka class A au class 1 kwa mfano. Uwezo wa kampuni tunataka uwe ni mtu mwenye uzoefu. Uwezo wa kampuni tunataka, hatutoi miradi kwa sababu ya rangi. Lakini ile miradi yote mnayoiona ya madaraja mawili yamepewa kampuni za wazawa wa Tanzania hapa. Lakini masharti ya hawa wa China wanapofanya kazi hapa, ajira zao zinakuwa za watu weusi. Kuna mambo mengine mengi sana. Watakaoajiriwa hapa ni sisi, watakaolinda hapa ni sisi, wanatakao kuwa wanaiba pia hata baadhi ya vifaa ni sisi. Kwa hiyo wale watakao kuwa wanaiba vifaa, nyinyi mwe mabalozi wazuri, wasiibe vifaa. Nadhani mmenielewa kuhusu hilo. Miradi yote sio wanapewa wa China au wa Korea au wa Japani peke yao, hapana. Na wazawa wanapewa. Ukionyesha uwezo, ukionyesha kasi, ukionyesha ubunifu, unapewa mradi. Diversions anasema anatengeneza hapa nyuma na kwamba magari yote sasa yatakuwa yanapita huku. Na mkumbukeni kwamba pale daraja la Kigogo, magari ambayo yatakuwa yanatoka upande wa ofisi ya mkuu wa wilaya au ya mkuu wa mkoa yanakuja upande huu, yatakuwa yanapita diversion ile ya kushoto ambayo mmeiona. Magari ambayo yatakuwa yanatoka Magomeni yanakwenda Ilala yatakuwa yanazunguka hii Sambusa, kwa sababu pale tutakuwa tayari pameshakatwa. Mmeelewa mpaka hapo? Kwa hiyo tayari mjue kabisa kwamba hapa kutakuwa kuna foleni, zitakuwa zinaanza foleni, lakini tutazungumza na askari, watakuwa timamu hapa wakati wote kusaidia magari yaweze kwenda kwa speed nyakati hizo zote ambazo magari yatakuwa yanapita kwenye diversion. Najua sana Watanzania wakati fulani huwa tunalalamika, lakini hatuwezi kutengeneza barabara hii bila kutengeneza diversion. Na lazima ka foleni katakuwepo kidogo, sababu tunahama kutoka kwenye lami tunakuja kwenye barabara ya vumbi. Lazima kidogo ka foleni katakuwepo. Lakini lazima tutajitahidi ili kuhakikisha kwamba hampati adha kubwa mnapokuwa kwenye ile eneo. Kwa muda gani diversion itakuwa tayari imeshaisha? Hadi mwezi wa 8 kwa diversion itakuwa iko tayari na itapitisha magari yote, lane zote 6 na pia sehemu watembea kwa miguu. Na pia diversion hiyo itakuwa tutaiweka lami. Kwa umeelewa, diversion hii itatengenezwa kwa muda wa miezi kama 2 au 1.5. Sasa hivi imeshaanza, mpaka mwezi wa 8 itakuwa tayari. Na diversion yao ina masharti kwamba lazima itawekwa lami ili kurahisisha magari yasiwe na mkwamo mkubwa kwenye eneo hili. Sawa sawa jamani? Lami itakayotengenezwa, diversion itakayotengenezwa, daraja itakayotengenezwa ipo ndani ya package ya bilioni karibu 97. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwetu sisi wana Ilala, daraja hili ni muhimu sana katika barabara hii ya Kawawa ambayo inapitisha magari mengi sana kuelekea Temeke, lakini kuingia eneo la Kariakoo, lakini magari pia ambayo yanakimbia foleni katikati ya jiji la Dar es Salaam. Hivi kwa kitendo ambacho Mheshimiwa Rais ameleta fedha kwa ajili ya ujenzi wa daraja hili na barabara hii, tuna kila sababu ya kumshukuru sana na tunaomba utupelekee shukrani za dhati sana kwa Mheshimiwa Rais. Ombi langu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa mkandarasi kwa niaba ya wananchi wa Ilala ni kwamba mkandarasi aende kutimiza ahadi yake ya siku 300 kuhakikisha anakamilisha barabara hii ili watu wetu waweze kupita katika mazingira yale ambayo Mheshimiwa Rais ametazamia pia yafanyike.
Lakini sambamba na hiyo, nitumie nafasi hii kuomba wananchi wote wa Ilala waendelee kuwasikiliza ndugu zetu wa Jeshi la Polisi ambao watakaotoa maelekezo ya namna gani tutapita kwenye barabara hii katika kipindi chote hiki cha mwaka ambao barabara hii inajengwa. Niendelee kuomba Jeshi la Polisi kwamba yeyote atakayekiuka ule utaratibu ambao utakao kuwa umewekwa wa kupita kwenye hii achukuliwe hatua kali, ili asije kaonekana kuna mtu anakwepa kupita kwenye eneo ambalo limetengwa, ataweza kuleta foleni na kuleta changamoto kwa watumiaji wengine wa barabara. Katika eneo hili la hapa Mkwajuni, mwaka 2023, 2024 na mwaka wa 2025 tumeona mvua zile za masika zinaponyesha tumekuwa na adha kubwa. Mvua ikishanyesha maji yanajaa hapo, kwa hiyo namna ya kupita inakuwa ni ngumu. Magari ya abiria na magari ya watu binafsi, lakini pia hata watembea kwa miguu imekuwa ni shida kabisa hapa kuweza kupita. Kwa hiyo imekuwa ni adha kubwa kwa uchumi na huduma za kijamii, kwa sababu ya maji haya yakijaa hapa ni lisali moja hadi masaa 3 barabara haiwezi kupitika. Lakini tunakushukuru sana wewe, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuliona hili tatizo na kwamba sasa mwarobaini wake umepatikana. Kama tulivyokwisha kuomba ni kwamba mkandarasi atakapomaliza diversion, tunatarajia diversion itatumika ndani ya itakamilika ndani ya wiki moja ijayo, na baada ya hapo tutakuwa na jukumu la kukata barabara ili kuruhusu magari yanayopita upande mmoja yapite kwenye diversion na yale ya upande mwingine yatapita ile njia ya sambusa. Kwanza tushukuru fursa tuliyopewa kama wazawa kufanya baadhi ya hizi kazi ambazo wengi walikuwa nafikiria kwamba haziwezi kufanywa na wazawa. Na katika kuhakikisha hilo tumedhamiria kwamba ndani ya zile siku 300 tulizopewa za kufanya mradi tuhakikishe tumeufanya na kukamilisha kwa muda. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.